Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu katika kliniki yetu ya tiba ya nafsi na saikolojia Qur'an. Ndugu yangu, wahenga walisema meli haizami kwa sababu ya maji yaliyopo baharini. Inazama kwa sababu ya maji yanayoingia ndani yake. Msemo huu ndugu yangu ni kwamba kadhalika mwanadamu wa sasa hazami kwa sababu ya matatizo yaliyopo duniani, bali mwanadamu anazama kwa sababu anaruhusu changamoto hizo kuingia na kuvuruga amani yake ya ndani. Leo ndugu yangu, nataka tuzungumzie ugonjwa unaotutafuna sana katika roho za mamilioni ya watu duniani. Ugonjwa wenyewe ndugu yangu ni ugonjwa wa hofu ya maisha na wasiwasi wa kesho. Huu ndio ugonjwa mkubwa sana unaotutafuna watu wengi duniani kwa sasa. Kupigwa na hofu ya maisha na kupigwa na wasiwasi wa kesho, nini kitatokea. Ndugu yangu, kisaikolojia, akili yako inapoelemewa na hofu, kwanza takikana ujue kwamba inazalisha mshtuko usioisha. Pale kile kitendo cha kuwa wewe na hofu, basi akili inakuwa katika kipindi cha mshtuko ambao hauishi. Upande wa kisayansi, mfumo wako wa ubongo unajaa sumu inaozima kemikali za utulivu kipindi cha hofu. Kisayansi ni kwamba ubongo wako unajaa sumu inaozima ile kemikali za utulivu. Ndio maana unajikuta unakosa amani, unajisikia mchovu kila wakati, mapigo ya moyo yanadunda kwa kasi, na kifua kinabana kana kwamba pumzi inakatika. Ndugu yangu, hapa kuna mfano kidogo nitakupa ili uelewe zaidi hichi ninachokizungumza, ambao ni mfano mwepesi wa kufikirika unaohitaji busara yako. Hebu naomba ufikirie jambo hili. Hebu fikiria ule utambi wa mshumaa unaowaka usiku wenye upepo mkali. Kama mshumaa ule ndugu yangu, ule haukulindwa kwa kuwekewa kioo pembeni yake, basi upepo ndogo tu unapokuja pale, ukipita tu ule mshumaa bila shaka utazima, na ule utambi unaowaka na kuuacha usiku ujeigiza pale totoro. Kwa hiyo ndugu yangu, moyo wako usio na ngome, ikiwa moyo wako hauna ngome ya kiroho, ni sawa na ule utambi wa mshumaa unawaka. Unatikiswa na kuyumbishwa na kila upepo wa maneno ya watu, ukataji wa tamaa na changamoto za kimaisha. Kuna watu ndugu yangu wanakatishwa tamaa kwa sababu ya maneno ya watu. Kuna watu wanakatishwa tamaa kwa sababu ya changamoto za kimaisha. Ni sawa na mshumaa ule unapopatwa na ule upepo. Ina maana huyumba au hatimaye huzima na giza likaingia totoro. Kwa hiyo ndugu yangu, usikubali mshumaa wako wa maisha kuzimwa na changamoto za kimaisha, kuzimwa na watu wanaokukatisha tamaa. Hapa ndugu yangu, nataka nikufahamishe kitu kimoja ambacho itaweza kunielewa na kikakusaidia. Mwenyezi Mungu, Muumba wa nafsi yako, alijua kuwa upepo wa dunia hii utakuja kuuzima mwanga wako. Ndio maana katika surati Ar-Ra'd aya nambari 28, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatupa kioo cha chuma cha kuilinda roho yetu pale inapotokeza dhoruba za upepo. Akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Maana aya hii ndugu yangu ni kwamba wale waliomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na zikatulia nyoyo zao kwa kumdhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi Allah anasema, sikilizeni, kwa kumdhukuru Mwenyezi Mungu pekee ndiyo mioyo yenu inatulia. Ndugu yangu, katika tafsiri ya lugha ya picha ya aya hii ukiitizama, hebu naomba jambo moja. Fikiria ule utambi wetu wa mshumaa uliokuwa unayumbishwa na upepo, kisha ghafla ukaushushia fanusi au kioo kisafi kabisa kigumu na imara cha kuzunguka. Upepo hata uwe mkali vipi kutoka kaskazini au kusini, hauwezi tena kuugusa ule moto wa utambi kwa sababu umelindwa.
Na vile vile ndugu yangu, na kueleza hili, mawimbi ya sauti ya Qur'an yakisoma kwa utulivu yanakuwa kama nuru inayoingia masikioni mwa mgonjwa, inasafiri hadi kwenye mfumo wa neva wa ubongo na kuamuru mwili mzima ushushe mapigo ya moyo na kurudisha utulivu. Ni sawa na kupata kioo kigumu tukaweza kukizungumsha kwenye ule mshumaa wetu, ili upepo ukija mshumaa ule usiweze kuzima. Na vile vile mwanadamu anapofungua Qur'an tukufu akasoma, akaisikiliza sauti ya Qur'an ikisoma kwa utulivu, basi anakuwa kama na nuru inayoingia masikioni mwa mgonjwa, inasafiri hadi kwenye mfumo wa neva wa ubongo wake na kuamuru mwili nzima ushushe mapigo ya moyo na kurudisha ule utulivu uliopotea baada ya dhoruba. Ndugu yangu, na kuomba uzingatie hekima hii kubwa na tahadhari ya kiroho. Penye giza, na kuomba usitafute giza lingine. Unapopatwa na matatizo ya kisaikolojia au maradhi ya kiroho, usiingie kwenye dimbwi la ushirikina. Kukimbilia kwa waganga wa kienyeji na washirikina ni sawa na mtu mwenye kiu kali ya maji ya jangwani, kisha akaenda kunywa maji ya bahari yenye chumvi. Badala kukata kiu, maji yale ya bahari yanamkausha koo na kumuua kwa kasi zaidi. Ndugu yangu, ushirikina haujawahi kuleta amani. Unakuongezea majini, hofu, unafunga milango yako ya riziki na unaharibu akhera yako bure, wakati suluhu ipo kwenye maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kuomba ndugu yangu, usikilize ninakokupa matibabu na dozi yako ya leo, ili kujenga kioo hiki cha ulinzi wa moyo wako. Fanya hivi kila usiku kabla ya kulala. Chukua glasi yako ya maji safi ya baridi, weka mkono wako wa kulia kifuani, kisha na kuomba usome surati al-Fatiha mara 3 na Ayatul Kursi mara 1 kwa sauti ya utulivu. Puuliza kwenye yale maji, kisha unywe polepole ukiwa umekaa, basi utasikia amani ikishuka kifuani kwako. Mimi ni tabibu wako wa saikolojia ya Qur'an. Kama unahisi umekwama kwenye hofu ya maisha, uzito wa nafsi, au umeshajikwaa kwenye ushirikina na unataka kusafishwa kiroho, milango yako iko wazi. Na kuomba ndugu yangu, nitafute sasa hivi kwa ushauri wa siri na dua ya faragha kupitia namba zangu za simu zifuatazo kwa WhatsApp namba 0678 957 704 au 0650 91 5839. Kumbuka, ufunguo wa utulivu uko kwa Allah pekee. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.